anamwambia 40 sana. Palikuwa na tofauti ya miaka 40 tangu Ibrahim alayhi salatu wassalam aifanyie repair nyumba tukufu ya Allah na kwenda kujenga Masjidul Aqsa alikoishi na mkewe mkubwa Mama Sara. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anamwambia Abu Dharr, ainama adrakta sala, muda wowote itakapokudiriki sala wewe ukiwa katika msikiti wa Aqsa, anamwambia fasalli fa huwa masjidun, swali, hakika huo ni msikiti. Maneno yaliyo ndani ya sahihi Muslim, maneno matukufu ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Lakini sivyo, Masjidul Aqsa Palestine, Gaza, ni sehemu ambayo Allah tabaraka wa taala ameifanya kuwa ni tukufu, kadhalika kuwatukuza watu wake. Palestine, Baitul Maqdis, masjidun yaishu fi qulubi almuslimin. Palestine, msikiti wa Aqsa, ni msikiti unaoishi katika nyoyo za Waislamu waliomwamini Allah tabaraka wa taala. Allah mtukufu amebariki si tu katika msikiti huu, hata kwa vile vilivyo pembezoni mwa msikiti huu. Kayasema wazi haya Allah mtukufu ndani ya kitabu chake kitukufu, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah mtukufu anasema utukufu ni wa Allah tabaraka wa taala, ambaye yeye alimsafirisha mja wake Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama katika safari ya usiku mmoja kutoka msikiti mtukufu wa Makkatul Mukarrama mpaka Baitul Maqdis Palestine, msikiti ambao tumebariki vyote vilivyo pembezoni mwake. Ni maneno matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anaelezea utukufu wa msikiti wa Aqsa na utukufu wa vilivyo pembezoni mwa msikiti wa Aqsa. Lakini sivyo ndugu zangu katika iman, msikiti wa Aqsa ndio sehemu ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama salla bil anbiya'i, alisalisha manabii akiwa katika safari ya kwenda mbinguni kufaradhishiwa sala 5. Alipofika pale alisalisha mitume akiwa yeye imamu na wao ni maamuma. Na hii ni miongoni mwa yanayothibitisha utukufu wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masjidul Aqsa ndio sehemu ya kwanza ya pandio la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutoka duniani kwenda mbinguni, tena si mbingu ya kwanza mpaka mbingu ya 7. Si mbingu ya 7 mpaka zaidi ya mbingu ya 7 katika Sidratil Muntaha, na huko akafaradhishiwa sala 5. Masjidul Aqsa ayuha al-ahibba ni sehemu iliyo tukufu kama anavyothibitisha Allah tabaraka wa taala alipokuwa akielezea kadhia ya Nabii Allah Musa alayhi salam, wakati anaingiza watu wake wakiwa wamekomboka na vitimbi vya Firauni, laana za Allah ziwe pamoja naye. Allah tabaraka wa taala anasema katika suratul Maida aya ya 21, Musa anawaambia watu wake, ya qaumi dukhulul ardh al-muqaddasa, enyi watu wangu ingieni katika ardhi iliyotukuzwa, iliyofanywa takatifu na Allah tabaraka wa taala. Ardhi ya Palestine, Gaza. Ardhi ya Palestina ndugu zangu, hakufika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama akasalisha manabii fahasib, bali aliishi Musa alaihi salam. Bali ni ardhi ambayo aliishi Nabii Allah Ibrahim abul iman pamoja na mtoto wake Ishaqa.
Ardhi ya Palestine aliishi Nabii Allahi Daud alayhi salam pamoja na mtoto wake Suleiman, aliyepewa ufalme ambao hapajapatapotokea na hautotokea kupata mtu ufalme kutoka kwa Allah tabaraka wa taala vile Suleiman alayhi salam alipopewa ufalme na Allah subhanahu wa taala. Ufalme wake ulikuwa ni ufalme wa maajabu. Wafalme wa leo ni wafalme wanaoweza miliki wanavyoviona. Nabii Allah Suleiman alayhi salam alikuwa ni mfalme wa kumiliki mpaka upepo. Alimiliki viumbe visivyoonekana, vikamtii, vikamheshimu, vikatekeleza maagizo yake. Ardhi ya Palestine ameishi Nabii Allah Zakaria. Ardhi ya Palestine ameishi Nabii Allah Isa alayhi salatu wassalam, na ndiyo ardhi aliyozaliwa. Ardhi ya Palestine ndiyo ardhi ambayo mama yake Isa, Maryam binti Imran, alipopata uchungu, Allah tabaraka wa taala anamwambia wahuzi ilaiki bijidhi nakhla, tikisa shina la mtende, tusakita alaiki rutaban jania, zikudondokee wewe tende mbichi ambazo zitakupa nguvu kutokana na maumivu na tabu ulizonazo. Watu wakiitambua Palestine kwa namna hii, kwa hakika hauwezi kukuta wanauawa maelfu ya Waislamu leo katika ardhi tukufu, halafu watu wamerelax. Kuanzia viongozi wao mpaka wenyewe hawana fikra hata ya kuitana, kukaa tu kuongelea mauaji yanayofanyika Palestine. Wanakutana watu katika hafla zao masaa 3-4, wala hawana habari ya kuongelea mambo ya Palestine. Unyama unaofanywa na mazayuni wa Kiyahudi, unyama unaofanywa na washirika wao Palestine leo, ni unyama ambao hauwezi kuwapa furaha Waislamu popote walipo duniani. Wakakaa wanafurahikia, wakakaa wanaweza ishi katika maisha ya furaha na mambo ambayo muda mwingine hayawapi faida. Muislamu wa leo ni Muislamu ambaye ana muda wa kwenda kukaa mbele ya TV, anaingia uwanjani, anashangilia mpira ambao ndani yake una kamari. Waislamu wenzake damu zao zinamwagika, watoto kwa wazee, wanawake kwa vijana, wadhaifu kwa wenye nguvu. Tazama namna wanavyokufa Waislamu wa Palestine. Yanapigwa mabomu, yanabomoa nyumba, yanabomoa magorofa, watu wanapondwa na nyumba, wanapondwa na vifusi, umauti unawakuta. Dua tu Muislamu leo, kukaa tu kuwaombea dua Waislamu wenzake, huu muda hanao. Muislamu ana furaha wiki nzima, anashangilia timu yake imeshinda. Muislamu ana huzuni ya kufungwa timu yake, hana huzuni ya Muislamu wenzake damu imemwagwa. Tuko wapi sisi na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Muumini kwa muumini mwenzake kaljasadi alwahid, idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu saira aljasadi bisahri walhumma. Yuko wapi Muislamu huyu leo? Muislamu anayeumia na shida walizonazo Waislamu wenzake. Wamekaa viongozi wa Kiislamu hata kutoa tamko la pamoja zifanyike na wazul, dua za kunuti. Huenda miongoni mwa Waislamu wako ambao Allah tabaraka wa taala anakubali dua zao. Wanauawa watu hali ya kuwa wamezuiliwa, wamekatiwa maji. Wanauawa watu hali ya kuwa wamekatiwa umeme. Wanauawa watu hali ya kuwa imezuiliwa kwao misaada ya kibinadamu. Hawapati chakula, hawapati mavazi, hawapati madawa.
lakini Allah yuko pamoja nao. Kitu ambacho hakika kinaridhisha na kinapunguza maumivu, wenyewe wa Palestina walishajiandaa na hali hii tangu wanazaliwa. Mnaona klipu nyinyi, mtoto mdogo ambaye ndugu yake pia ni mtoto amepigwa bomu, anaenda kwenye kufa, mtoto anamtamkisha shahada ndugu yake. Huu ni ujasiri na utayari ambao umekaa katika kifua cha mtu aliyemwamini Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, ni juu yetu kila mmoja ajaribu ipekua nafsi yake, namna gani anavyoshughulishwa, anavyoumizwa, anavyokerwa, anavyotiwa simanzi na maafa yanayowapata ndugu zetu wa Palestina leo hii. Wameishi kwa muda wa takriban miaka 70 pasina amani. Kila siku maisha yao hawajui watamkaje asubuhi, watalalaje jioni, usiku utakuwaje, na yakiamka yanaamka mfano ya iliyopo sasa hivi. Na dunia nzima, ulimwengu wa makafiri wameshikamana na Yahudi, wanamsaidia kwa njia ya silaha, wanamsaidia kwa njia ya mawazo, tena kwa uwazi. Wanaofikirika kuwa ni Waislamu wamefunga midomo yao, wamezuia kila kitu chao, wamekaa chini. Sababu kubwa ni nini? Ni jambo gani ambalo limewafikisha Waislamu leo, hao walioko huko karibu na Palestina na sisi tulioko mbali, tusishughulishwe na vifo vya wenzetu, tukabakia na starehe za upumbao wa kidunia? Sababu ni nini? Allah tabaraka wa taala atatubainishia sababu kupitia mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika hutuba yetu ya pili. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwa al barru al karim.